Rais wa Baraza la Maaskofu nchini, Askofu Wolfgang Pisa, amekanusha vikali taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi kwamba katibu mkuu wa baraza hilo, Father Dr. Charles Kitima, alikuwa anapata kinywaji kabla ya kushambuliwa. Sasa Askofu Wolfgang Pisa anasema hakuna baa katika eneo aliloshambuliwa Father Dr. Kitima, na hivyo hakuwa anapata kinywaji kama inavyoelezwa pale ni mgahawani. Kusema mtu alikuwa anakunywa saa zote hizo si kweli. Tunaandaa taarifa kamili, tutaitoa itakapokuwa tayari, amesema Askofu Wolfgang Pisa. Sasa hili tamko la Askofu Wolfgang Pisa linakuja muda mfupi baada ya jeshi la polisi Tanzania kutoa tunaita press release, baada ya kutoa taarifa ambayo ndani ya hii taarifa inaonyesha kwamba huyu Dr. Charles Kitima alikuwa eneo hilo akipata kinywaji, yani kwa lugha nyepesi tuseme alikuwa anatumia ulevi eneo hilo tangu ilipokuwa asubuhi mpaka wakati huo anaenda anashambuliwa. Lakini muda mfupi uliopita wametoa taarifa rasmi ili Baraza la Maaskofu, na wamesema hivi: Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, yani TEC, imesikitishwa sana na linalaani tukio baya la uovu la kuvamiwa na kujeruhiwa kwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania, Padre Charles Kitima, lililotokea tarehe 30 mwezi Aprili mwaka 2025 majira ya saa 4 usiku katika makazi na makao makuu ya Baraza la Maaskofu Kurasini, Dar es Salaam. Padre Kitima alipata majeraha makubwa na amelazwa katika hospitali ya Aga Khan jijini Dar es Salaam. Tunawashukuru wote waliomsaidia na kumfikisha Padre Kitima hospitalini mapema, na kwa madaktari na wauguzi wanaomhudumia mpaka sasa. Wito wetu kwa vyombo vinavyohusika, tunatoa wito kwa jeshi la polisi na vyombo vingine vya usalama kuchukua hatua za haraka na kuwabaini na kuwakamata wale wote waliohusika katika kupanga na kutekeleza uhalifu huu wa kinyama na kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria. Aidha, uchunguzi wa tukio hili ufanyike kwa haraka na taarifa zitolewe kwa uwazi na bila upotoshaji wowote ili kurudisha imani na matumaini kwa watu wetu. Tunashukuru mpaka sasa kwa ushirikiano mzuri tunaopata kutoka serikalini na kwa vyombo vyetu vya usalama. Pia tunawashukuru watu binafsi, taasisi za ndani na za kimataifa zinazoendelea kulaani na kutupa pole kwa tukio hili baya na la aibu kwa taifa letu. Tunaomba waamini na watu wenye mapenzi mema muendelee kumuombea neema ya uponyaji Padre Kitima na pia kuliombea taifa letu amani, umoja. Aidha, tunawaomba muwe na subira na uvumilivu wakati tukisubiri matokeo ya uchunguzi wa vyombo vinavyohusika. Hili ni tamko rasmi la Kanisa Katoliki ambalo wamelitoa kuhusiana na hili sekeseke au kadhia iliyotokea kwa Padre Kitima kwenye sakata la yeye kuvamiwa na kujeruhiwa vibaya siku ya usiku wa tarehe 30 mwezi wa 4. Sasa kumekuwa na mvutano au na mnyukano baina ya waumini wa Kanisa Katoliki na jeshi la polisi huko mitandaoni, sababu ile taarifa iliyotoka kutoka jeshi la polisi imeonekana imewakera watu wengi wakidai ile taarifa imepotoshwa kwa malengo fulani, ambapo watu wanadai kwamba ile taarifa ilikuwa ina lengo la kumchafua Padre Kitima. Na hiyo pia inakaziwa na taarifa ambayo imetolewa na Kanisa Katoliki kwamba kusiwe na upotoshwaji. Yani wao wanadai lile eneo ambalo lilitokea shambulizi pale hakuna baa. Kwa hiyo kwa misingi hiyo Padre Kitima hakuwa analewa eneo hilo. Kwa hiyo tusubiri taarifa rasmi zitakazotolewa, zitaweka wazi nini hasa chanzo na sababu ya tukio hili. Kwa hiyo nikusihi ndugu mtazamaji na mfuatiliaji Msitu TV, usisahau kusubscribe, kulike na kushare taarifa hizi ziwafikie na wengine wengi. Ciao.